Shalom mwanafamilia wetu wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Asante kwa kuwa nasi kila wiki katika makala zetu za Kitabuni Kuna Kitabu. Wewe ni tunu ya thamani ya Mungu Baba kwetu. Karibu tena leo katika simulizi hizi zenye roho na maisha ya Kristo. Mmoja wa wachezaji bora katika nafasi ya beki wa kulia katika soka kuwahi kutokea katika historia ya mpira wa miguu. Mchezaji ambaye amekuwa chachu kwa wachezaji wengi wa nyakati hizi kuifurahia nafasi ya beki wa kulia baada. Mchezaji ambaye alibadilisha fikra za makocha wengi kuanza kuona kumbe beki ni mshambuliaji pia uwanjani. Mwamba ambaye alipata mafanikio makubwa kila hatua ya maisha yake ya soka. Mtaalamu kweli kweli ambaye uwezo wake wa kucheza katika nafasi ya beki wa kulia uligunduliwa na baba yake mzazi ambaye alimhamisha kutoka nafasi ya mshambuliaji na kumweka katika nafasi ya mzuiaji wa upande wa kulia. Hakika hii ndiyo maana ya baba. Baba huwaweka wana katika nafasi zao sahihi. Mchezaji ambaye amefanikiwa kucheza na majina makubwa katika ulimwengu wa soka kama vile Ronaldinho, Ricardo Kaka, Sergio Ramos, Buffon, Neymar da Silva, Kylian Mbappe, Carles Puyol, Maestro Iniesta, Xavi Hernandez, Lionel Andres Messi na wengine kibao. Mchezaji ambaye amefanikiwa kutwaa takribani mataji 44 katika kipindi chake chote cha maisha ya soka, ikiwemo mataji 3 ya UEFA Champions League, mataji 6 ya La Liga, mataji 2 ya Copa America, mataji 3 ya FIFA Club World Cup, mataji 2 ya UEFA Europa League, mataji 4 ya UEFA Super Cup, mataji 5 ya Copa del Rey, mataji 5 ya Supercopa de España, mataji 2 ya Ligue 1, mataji 5 ya Spanish Super Cup, taji 1 la Coupe de France, taji 1 la Coupe de la Liga, taji 1 la Trophy des Champions, taji 1 la Serie A, taji 1 la Copa Italia, taji 1 la Kombe la Dunia chini ya miaka 20, taji 1 la Campeão Paulista. Katika mafanikio yote hayo ambayo pengine ungesema amefikia kilele cha mafanikio ya duniani, lakini hivi karibuni mbele ya wana wa Mungu takriban 35 katika uwanja wa Wanda Metropolitano huko Hispania, alisikika wakati wa kuhubiri akimshuhudia Bwana akisema, "For a long time I have been a prideful man, but when Christ Jesus touched me, he began to show me what is important and what is not important. My fame was not important, so as my money. I have lost everything, but when I had lost everything, I found Jesus Christ, my Lord and my Savior, the only mighty King of kings, Lord of lords, holy and powerful. You all know that I was detained for 40 years. Yes, I was detained, but in prison, Christ set me free. I believe he can set you free too today." Ushuhuda huu ambayo kwa lugha yetu pendwa ya Kiswahili unatafsiriwa hivi: kwa miaka mingi nilijivuna katika mambo yangu mwenyewe, lakini Kristo alinigusa na kuanza kunifunulia kilicho muhimu na kisicho muhimu kwangu. Umaarufu wangu haukuwa chochote, vivyo hivyo na pesa zangu pia. Nimepoteza kila kitu, lakini nilipofikiria nimepoteza kila kitu, nikampata Kristo, Bwana wangu na Mwokozi wangu, mfalme wa wafalme pekee, Bwana wa mabwana, mtakatifu na mwenye nguvu. Wote mnafahamu kwamba nilifungwa katika dhambi kwa miaka zaidi ya 40 tangu kuzaliwa kwangu. Ndiyo, nilikuwa kifungoni, lakini Kristo aliniweka huru kutoka katika gereza hilo. Nami ninaamini leo hii Kristo anaweza kukuweka huru wewe pia. Hivi ndivyo mwana wa Mungu huyu na mwinjilisti wa Injili ya Kristo kwa sasa, Dani Domingos Alves da Silva, alivyomshuhudia Bwana. Ushuhuda huu unanirejesha katika maneno ya mfalme aliyepewa kazi na Mungu ya kutafiti chochote duniani. Mfalme aliyekuwa na utajiri kuliko mtu yoyote duniani. Mfalme mwenye hekima kuliko wafalme wote waliotangulia katika Israeli. Nabii wa Kristo Suleiman alisema katika kitabu chake cha Mhubiri kwamba, "Tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme za kutoka katika majimbo,
Nikajipatia waimbaji waume kwa wake, nao wale ambao wanadamu wanawatunuka, masuria wengi sana. Basi nikawa mkuu, nikaongezeka kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu. Pia hekima yangu nikakaa nayo, wala sikuyanyima macho yangu chochote yalichokitamani, wala sikuzuia moyo wangu katika furaha yoyote, maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi zangu zote. Kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu, na taabu yote niliyotaabika katika kuzitenda, na tazama, yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Ama kwa hakika, maisha bila Kristo ni gereza ya mateso makuu katika dunia inayotafsiri raha kuwa karaha na karaha kuwa raha. Hongera sana Dani Alves kwa kukubali kuwekwa huru na Kristo. Hakika, mwana akiwekwa huru anakuwa huru kweli kweli. Karibu nawe ambaye bado hujawekwa huru uingie katika uhuru wa kweli ambao Kristo ameutangaza kwako. Ulikuwa nami msimulizi wako Neila Tony katika makala hii ya Kitabuni Kuna Kitabu, iliyoandaliwa na kuandikwa na mchungaji Erne Mbala hapa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote, mahali pa uhuru wako. Asante na kwaherini.